Kuhusu ongezeko la mshahara, kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa kumchagua rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi sana, kwa sababu moja ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi ni kuhakikisha anaenda kuhakikisha mishahara ya watumishi wa sekta binafsi na sisi wa serikali inafanyaje, inaongezeka. Ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais. 2022 serikali ilipandisha kima cha chini cha mshahara kwenda kuwa 275,000. Akasema wastani uliopandisha kwa 33.4 umeufanya wastani wa mshahara kuwa shilingi 358,222. Sasa gazeti la serikali ambazo limetoa amri hii ni gazeti namba 605 ya Oktoba 2025. Sasa hilo tangazo, wakati waziri analielezea kwenye hotuba yake, Mheshimiwa Waziri alizungumzia wastani. Wastani maana yake unajumlisha zote, unagawanya kwa idadi ya wale wote ambao wanapokea kima cha chini cha mshahara. Mfano, yule anayefanya kazi kwenye misitu kima chake cha chini cha mshahara ni 185,000. Anayefanya kazi kwenye hoteli ya 5 star kima cha chini huyu anapata 375,000. Sasa sisi ambao tuko kwenye sekta ya viwanda, yani sisi ambao ni wafanyakazi wa ngazi ya chini ambao tuko kwenye sekta ya viwanda, wameichukua sekta ya viwanda wote ngazi ya kima cha chini cha mshahara, huyu ndio analipwa 200,000. Sasa ndugu zangu, kwenye kima cha chini ni hicho, ila hiyo ya kwamba unaandika barua kuomba punguzo, hakuna biashara kama hiyo. Hii ni sheria na hapa imeandikwa order. Maana yake hakuna mahala ambapo serikali itajadili barua ambayo inahusu kushusha nini? Kushusha mshahara. Kipengele namba 1 cha sheria kinasema sheria hii inaanza kutumika tarehe 1 Januari. Maana yake kama kuna mtu yoyote amepokea mshahara chini ya kiwango, maana yake ana madai ya fedha ya ziada kutoka ile aliyopokea mwezi Januari na kwenda kwenye miezi mingine. Mshahara ambao uko kwenye tangazo la serikali ndio utakuwa mshahara huo. Hakuna namna yoyote itakayoweza kupunguza kima cha chini cha mshahara, hakuna. Ila mwajiri hatumkatazi, anaweza akafanyaje? Akaongeza. Sasa ili mwajiri aweze kupata nafasi ya kuongeza mshahara, ni lazima kuwe kuna mahusiano kati ya wafanyakazi na mmiliki na mwenye mali, lakini sambamba na chama cha nini cha wafanyakazi. Sasa nilichogundua, chama cha wafanyakazi na wao inawezekana bado wao wenyewe kujitambua, au namna ya upatikanaji wao haikuwa sawa, au sisi wafanyakazi kwenye mikutano ile ya wafanyakazi ya kuchagua viongozi wetu hatukushiriki inavyostahili. Mnao hao viongozi wa muda wa mpito hawa, waandike barua na mimi wanipe nakala, waandike barua Twiko, na kwenye ile barua waandike watu ambao hawana imani na viongozi wao wa Twiko hawa. Watasema, na mimi nitamwambia viongozi wa Twiko mkoa kwamba tuje kufanya uchaguzi mpya hapa. Kiwanda hiki ukiangalia kimeajiri watu wengi zaidi ya 1,100 na watu 1,500, wengi sana. Na hawa watu 1,500 kila mmoja ana watu wasiopungua 5 wanamtegemea. Maana yake watu 5 mara 1,500. Hivyo maisha yetu sisi, mimi na ninyi, pia na hiki kiwanda tunafanyaje? Tunakitegemea kwa kiwango kikubwa. Watu wanaokitegemea kiwanda hiki ni mimi na wewe na wale watu wetu 5 au 6 au 7 wanaotegemea. Iko dhamana mimi na ninyi kuhakikisha pia tunakilinda kiwanda hiki. Sasa moja ya kulinda ni wale viongozi wetu ambao wanatakiwa kuwa kama kota pili. Jambo lingine, kiwanda hiki kinapaswa kuendelea na uzalishaji, lakini na nyinyi mnatakiwa kuendelea kupata nini? Mishahara yenu na riziki. Sasa niwatake wale ambao wako kwenye zamu tuendelee, lakini mshahara ule wa mwezi wa kwanza, kwenye mshahara huu wa mwezi wa pili ulipe mshahara huu wa kima cha chini kilichoamriwa, na lile deni lilipo kwenye mshahara huu wa sasa kwa pamoja.